Umemalizika Beno, umepoteza kwa mabao 2-1. Pengine mchezo ulikuwa ni aina gani, lakini pia ugumu leo ulikuwa ni wapi? Mchezo ulikuwa mgumu na kila mtu ameona. Kipindi cha kwanza tumetoka bila, kipindi cha pili tumefanya makosa kidogo, wametufunga. Unajua siku zote kwenye derby unapofanya mistake moja mwenzio anakufunga. Kwa hiyo tumefanya makosa ambayo yanatokea kwenye mpira. Kwa hiyo tumefungwa, nafikiri tunajipanga kwa ajili ya mechi ijayo. Mchezo uliopita umetoka na clean sheet, leo umekosa clean sheet. Pengine leo ugumu unaona wewe kama kipa, wachezaji, labda shida kwako kama kipa ilikuwa ni nini? Lakini pia ama mchezo ulikuwa umekusumbua kwa kiasi gani? Mchezo hujanisumbua, lakini kama nilivyosema, unapofanya kosa mwenzio lazima atakuadhibu. Kwa hiyo nafikiri leo nakubali tumefanya makosa kidogo ambao wenzetu wametuadhibu, tofauti na mechi iliyopita tulicheza vizuri, lakini nafikiri kupata clean sheet inakuja. Ila nashukuru Mwenyezi Mungu, najua mechi ijayo tutapata clean sheet. Mmecheza derby kwenye jiji la Dar es Salaam. Pengine unajisikiaje wewe kama mchezaji? Najisikia vizuri, japo haikuwa nani yetu tuchezee hapa, itakiwa tuchezee Mbeya kidogo iwe na hadhi yake, lakini ilikuwa mna namna kwa sababu uwanja umefungiwa. Kwa ilikuwa inabudi tumefurahi, lakini tulikuwa tunataka pointi 3, bahati mbaya hatujakipata, lakini basi inabidi tukubali. Pengine hadhi ya derby imepotea leo hii? Hapana, haijapotea. Kuna tofauti wa Mbeya kule na mlioko hapa Dar es Salaam. Kwa sababu najua Mbeya wangekuwa watu wengi zaidi hawa, lakini ukiangalia pia watu wengi walijitokeza. Kwa nafikiri ni moja wapo ya mpira. Bado mabadiliko ya uwanja, kuna namna yote wachezaji anaweza yakaa hayawezi kutuasili kwa sababu mechi iliyopita tumechezea hapa. Kwa nafikiri ilikuwa ni moja wapo ya kuzoea uwanja. Kwa nafikiri naweza ngasema ni bahati mbaya imetokea kwenye mechi ya leo, lakini mabadiliko ya kutuathiri. Tunaongoza ligi. Tutarajie mkiwa pale kwa muda mrefu. Ligi tunaongoza na ndio maana leo pia tulikuwa tunahitaji tushinde, tuendelee kukaa pale, lakini imetokea bahati mbaya, lakini nafikiri mechi ijayo inabidi tupambane zaidi tupate matokeo, tuendelee kubaki pale juu. Umekuwa na performance nzuri tangia uanze na Mbeya City. Pengine siri ni nini Beno? Siri ni kubwa, ni kocha ambaye naye kocha magolikipa anajua hichi chote tunachokiona nakifanya kimetoka kuanzia mazoezini, kwa sababu yeye ndo anajua atakiwa tufanye nini. Kwa hiyo chote tunachokifanya kwenye mechi ujue kimetoka mazoezini toka pre-season mpaka sasa hizi. Mashabiki wa Mbeya City? Washabiki wa Mbeya City naambia wasife moyo, ni moja hapo ya matokeo ya mpira, lakini tutajipanga kwa ajili ya mechi ijayo na wataendelea kufurahi. Umedaka kwa Simba na Yanga kwa muda wa miaka mingi sana. Pengine Simba na Yanga wanashiriki kwenye mashindano ya klabu bingwa Beno. Neno lako wewe ukiwa kama mchezaji wa zamani kwenye hivi vilabu viwili ni lipi kuelekea kwenye mashindano ya kikubwa mimi na washauri wapambane, na pia wanapokuwa nyumbani kwenye mechi za nyumbani hizi wanapopata nafasi inabidi zitumie, kwa sababu Champions League sijui Confederation kikubwa ni nafasi. Unapopata nafasi inabidi utumie. Kwa nafikiri hicho ndio kikubwa, na washauri watumie nafasi, wapambane ili tuendelee kuwa juu zaidi pale. Pressure inakuwa kwenye mchezo huu ambao unatakiwa kufuzu robo finali, kwa sababu umekutana na hiyo pressure kama kipa kama mchezaji. Pressure ipo kwa sababu unahitaji matokeo. Unahitaji kufuzu matokeo, lakini ukiwa na matokeo mazuri unakuwa una pressure sana, lakini ukiwa umepoteza wakati unatafuta matokeo mengi lazima una pressure. Kwa nafikiri kwa upande wao nafikiri wamejipanga kuanzia Yanga wenyewe, kwa sababu Simba na advantage, Singida naye amedraw lakini nasikia naye ana advantage bado. Kwa nafikiri kwa mechi zinazoenda zitakuwa wamejipanga vizuri. Shukrani sana.